Umeniuliza swali zuri. Young Africans dhidi ya klabu ya soka ya Fountain Gate kuelekea katika mchezo wao wa hapo kesho kutwa. Binafsi kwa upande mimi tutakuwa ni mchezo mzuri ambao kila timu inakuwa na mvuto kwa kiasi chake. Young Africans moja kwa moja hivi sasa hawataki kusikia kitu kinachoitwa kwenye kukosa alama dhidi ya timu yoyote ambazo zimebaki. Ile hali kulikuwa kuna mifupa mirefu ambayo tayari kila mmoja alikuwa akikaa chini na kufikiria pengine huenda Young Africans akapoteza alama dhidi ya hivyo vilabu ambavyo watu walivyokuwa wakivifikiria. Mchezo wa kwanza ulikuwa dhidi ya Mashujaa, Young Africans akakwenda kushinda tena kwa idadi ya goli nyingi wakiwa katika ardhi ya ugenini, goli 5. Kila kingine, kuna mwingine alikuwa akifikiria kwamba pengine huenda Young Africans angepoteza mchezo dhidi ya Tabora United. Haikuwa hivyo, kila mmoja ambavyo alivyokuwa akitazama. Young Africans amefika Tabora pale kakusanya alama zake 3 na magoli yake 3, then karejea Dar es Salaam. Macho ya kila mmoja alikuwa kwa kumtazama Young Africans dhidi ya klabu ya soka ya Azam FC. Of course ilikuwa ni mechi ngumu sana kwa upande wa Young Africans dhidi ya Azam, lakini ukiangalia kwa quality ya mchezaji mmoja mmoja klabu ya soka Young Africans, lakini pia vile vile ukiangalia na klabu ya soka ya Azam, utagundua tu ya kwamba kuna quality kubwa ambayo Young Africans anayo kumzidi Azam FC. Lakini ukirudi unakwenda kunambia kwamba kuna mchezo ambao unafuata dhidi ya klabu ya soka ya Fountain Gate. Although Simba alishakwenda pale Manyara akakwenda kutoa sare dhidi ya Fountain Gate. Ulikuwa ni mchezo mgumu sana na kila hakuna mwana Simba ambaye aliamini ya kwamba Fountain Gate anaweza kupata sare dhidi ya Simba. Lakini tuliangalia, tunaweza kusema ilikuwa ni bahati mbaya kwa bwana mdogo Ladak Chasambi, alipiga score na kumrudishia Musa Kamara, ambao Musa Kamara alishinda kuucheza ule mpira. Although kitu alichokuwa kitaka kufanya Musa Kamara pin sidhani kama kwa upande wa Djigui Diarra angeweza kufanya kitu kama hicho, lakini yote kwa yote 9-10 tutazame na kuangalia mchezo ambao umeniuliza kati ya klabu ya Yanga dhidi ya klabu ya soka ya Fountain Gate. For real, mimi ukija kwa upande wangu nitakwambia Young Africans ana 85% za kwenda kushinda mchezo dhidi ya Fountain Gate. Bali ukirejea na kuniuliza pengine labda tutarajie kitu cha namna gani, hapo ndipo nitakapokwenda kukwambia in deeply mchezo ambao utakao kwenda kuchezeka. Kimoja unabidi ukijua kwamba Young Africans wameshemeri, unajua Young Africans wamesheheni wachezaji wengi ambao ni wa kimataifa kuliko wachezaji ambao wako pale Fountain Gate. Nenda kamwangalie mchezaji kama Atola Kwasiao anarejea kwenye kikosi cha Young Africans. Nenda kamwangalie mtu kama Israel Patrick Mwenda. Nazungumzia eneo la defensive kwanza, nikiwa na maana wings za pembeni, fullback ya kushoto na fullback ya kulia. Hakuna hata mmoja leo hii, hata ukienda kuwauliza viongozi pamoja na wachezaji wa Fountain Gate kuhusiana na ubora na quality aliyokuwa nayo bwana mdogo Atola Kwasiao Jesh, hakuna mtu ambaye atakayekuja na kudoubt caption kama hizo na kukwambia ule ubora wa Atola Kwasiao ambao alikuwa nayo na ambao ameuonesha for the several days akiwa na klabu ya Young Africans. 2 years amekwisha kuweka standard ya uchezaji wake ambao yuko nao ndani ya klabu ya Young Africans. Twende tukaangalie fullback nyingine ambayo inaingia ndani ya Young Africans katika dirisha dogo la usajili. Israel Patrick Mwenda ni mchezaji ambaye kwa upande wangu anaonesha consistency ile. Ukimwangalia Israel wakati yuko Simba, anaingia Simba, then kamwangalia Israel Mwenda ambaye anatoka Simba na kwenda Singida Black Stars. To me naweza nikasema ya kwamba bado ni muda mfupi kwa sasa kusema ya kwamba anaonesha kiwango ambacho ni dhahiri, lakini mimi moja kwa moja nitakwambia kwamba quality aliyokuwa akionyesha Simba na quality aliyokuwa akionyesha Young Africans, ukimwangalia kocha Hamid the way anavyokuja kumtumia mtu kama Israel Patrick Mwenda, kuna quality kubwa sana ameiona na msaada mkubwa ambao ameuona akiupata kutoka kwa Israel Patrick Mwenda. So kwa upande wangu kwenye eneo la fullback za kushoto na kulia, naona Young Africans iko salama kuelekea katika mchezo huo dhidi ya klabu ya soka ya Fountain Gate. Lakini pia vile vile nenda kaangalia katika eneo la defensive ambayo nikiwa na maana hapa katikati kwa upande wa Young Africans unakwenda kumkuta Ibrahim Baka, then hapa unakwenda kumkuta mtu kama Dickson Job. Leo hii hakuna mtu from nowhere, mtu ukienda South Africa ukaenda kuuliza quality aliyokuwa nayo Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job,
na imani wenyewe watu mashabiki wa Mamelodi Sundowns watakwambia ni wachezaji wenye quality kubwa na wenye uwezo wa hali ya juu. Brother, asikudanganye mtu kwenda kumzuia mtu kama Mokoena asiweze kufunga goli na quality alokuwa nayo na ile spirit alokuwa nayo katika ardhi ya Mamelodi Sundowns, tutakuwa tunadanganyana, alafu then tutakuwa tunakosea heshima mabeki wetu wazawa Ibrahim Baka pamoja na Dickson Nyob. Lakini pia vile vile nenda kaangalie quality ya goalkeeping. Kabla sijataka kuelekea katika eneo la assembly na kuelekea mbele, nikiwa na maanisha ya kwenye attacking force ya klabu ya Young Africans. Upande wa goalkeeping kwa Young Africans hakuna hata mmoja leo hii anaweza kaja na kudauti kile ambacho alichokuwa nacho Djigui Diarra, isipokuwa kuna mapungufu madogo ambayo Diarra yuko nayo kwa msimu huu, ya kwamba kila mechi, hii ni mechi yake ya 5 mfululizo, anakuwa anaruhusu magoli, no matter hiyo kwenye tournament ya CRDB ama kwenye ligi. Ninachokizungumzia ni mechi 5 mfululizo Djigui Diarra ana concede goli moja kwa kufungwa. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa na matumaini ya kwamba okay, hata kama sisi ni Fountain Gate, tukienda tukapoteza dhidi ya Young Africans, lakini tuna uwezo wa kwenda kupata goli dhidi ya klabu ya soka ya Young Africans. Guys, niwaambie kitu kimoja ambacho, na hii ni tahadhari kwa upande wa Young Africans ambao wanabidi waingie nayo haswa. Kama mchezo wa kesho kutwa unaweza ukawa ni mgumu kiasi chake, basi Young Africans wasiruhusu goli mapema. Nikiwa na maana ni mara 10 upate sare lakini usifungwe. Lakini kwa Young Africans itakuwa ngumu kupata sare ama kutokushindwa kupata matokeo, kwa maana watakuwa wanampa advantage mpinzani wao ambao ni Simba, wako nyuma yao na wakiwa wanang'ang'aniana. Japo Simba ana mechi zingine ngumu baada ya kuelekea JKT kucheza pale Meja Samunyu, lakini pia vile vile na bado kuna viunga bado hajakutana na kina Singida Black Stars, ambazo hizo ni mechi dume kweli kweli kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. So to me, to my own side, na kiamini ya kwamba Djigui Diarra kuna kitu ambacho anabidi akirekebishe ama akifate. Unajua, tunaweza tukasema ya kwamba kujifunza si ujinga kwa maana ya mtu kama unapokuja kumzungumzia Musa Kamara pin Kamara, na kusoma the way ambavyo Musa pin Kamara msimu huu, the way anapokuwa na attack, ambavyo yeye Djigui Diarra anaonekana kama bado kidogo safu yake ya ulinzi kuna mapungufu kadha wa kadha ambayo yanapokuwa yakijitokea. Japo mapungufu yapo unapozungumzia kwenye swala la defensive, nikiwa na maanisha kwa Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job, ila naamini ya kwamba kurejea kwa Atola Kwasi yao uimara mkubwa na kutokuwa, nadhani uimara utakwenda kuongezeka ndani ya eneo la ulinzi kwa klabu ya soka Young Africans. Lakini pia vile vile yale makosa madogo ambayo yalikuwa akifanywa na central back kwa upande wa kushoto na kulia, I always mean kama kipindi kile alikuwa Kibabage na Kibwana Shomari, ninaamini ya kwamba kwa urejeo wa Atola Kwasi yao kuna kitu ambacho kitakachokwenda kufanyika. That's number 1. Nikirudi kwenye eneo la ulinzi, kama Slonga ulivyokuja kuniuliza mchezo namna gani ambao tutarajie, kwangu mimi binafsi naamini ya kwamba eneo la Young Africans kwenye eneo la ulinzi liko vizuri sana. Nenda kamwangalie mtu kama tunapozungumzia eneo la ulinzi kwa upande wa Young Africans, nenda kamwangalie mtu kama eneo la kiungo kwa upande wa Young Africans, unakwenda kumzungumzia mtu kama Duke Abuya pamoja na Mudathiri haya basi. No matter Alidi Aucho yuko bench, lakini uwepo wa mtu kama Duke Abuya no problem katika eneo la safu nzima ya kiungo ya upande wa Young Africans. Twende tukaangalie namba 8 ambayo inahusika na kutengeneza mikimbio sahihi kuelekea kulivamia goli la timu pinzani. Hapo utakuwa unarejea na kuamini ya kwamba Mudathiri haya basi ana kila kitu na ana impact kubwa ndani ya Young Africans, na mimi ninaamini ya kwamba pengine kuna surprise kubwa ambayo mwalimu Himid amekuja nayo msimu huu kwa kuhamisha kwamba wa Young Africans ya kwamba kila mchezaji nilikuwa naye na mwenye quality ambayo yuko naye, basi ni dhahiri shahiri anabidi alijua ili ya kwamba si wachezaji wa kawaida ambavyo timu pinzani wanakuwa kuwachukulia. Unajua leo kwa nini Duke Abuya anaimbwa sana, lakini kuna kipindi alikuwepo Singida Black Stars alikuwa haimbwi sana. Si Singida Black Stars alikuwa haimbwi, hapana, ila alikuwa kwenye timu ndogo, hilo inabidi tulijue. Lakini si timu ndogo tu ambayo alikuwepo, hapana, alikwenda pale Singida Black Stars. Duke Abuya alikuwepo, alikuwa yuko na kina nani? Kwa unabidi tuangalie wakati sasa hivi unapomzungumzia mtu kama Duke Abuya, naenda kaangalie katika eneo la safu ya ulinzi. Hapa nikiwa na maanisha eneo la defensive midfield, si ndiye? Unakwenda kumkuta mtu kama Duke Abuya.
Nenda kamwangalie Dickson Job anasogea mbele na kuja kumsaidia brother pamoja na Ibrahim Baka. Atola kwa Siao anashuka. Nenda kamwangalie na Israel Patrick Mwenda anashuka. Jidi Diarra sio kama anakaa golini, hapana. Anasogea till kwenye zone ya 18 anakuja kusaidia eneo zima ambalo la mabeki ambalo alokuwa nao. So mimi na imani kwa upande wa Duke Abuya pale, kwa upande wa Young Africans wamelamba dume kweli kweli, na ni mtu sahihi ninaamini, na pengine linaweza likawa mbadala wa Lidi Aucho. Tunamuona leo hii Lidi Aucho anaumwa, amepata na majeraha, lakini anapokuwepo mtu kama Duke Abuya no problem kwenye upande wa eneo la kiungo wa kati kwa upande wa Young Africans. Tutoke hapo Emton tukajaribu kuizungumzia namba 10 na namba 9 ya Young Africans pamoja na wings za Young Africans. Guys, nitakuwa mnafiki tutapokuwa tukianza kumzungumzia mtu kama Pacome Zouzoua. Nitakuwa mnafiki nitakapokuwa nikianza kumzungumzia mtu kama Stefan Aziz Ki. Nitakuwa mnafiki nitakapoanza kumzungumzia mtu kama Clatous Chota Chama. Nitakuwa mnafiki kama nitakapoanza kuwazungumzia miongoni mwa nyota hatari ambao wapo ndani ya kikosi cha Young Africans, nikiwa na maana ya Clatous Chota Chama, Pacome Zouzoua pamoja na Stefan Aziz Ki. Hawa hata wakiwepo uwanjani, mwalimu asipowaambia bwana tunabidi twende tukafanye kitu hiki, mimi naamini kabisa watu hawa wanajua kazi ambao wameitiwa ndani ya Young Africans. Ni watu ambao sio wa kuwapa maelekezo, ila wao ndio watu wa kwenda kutoa maelekezo dhidi ya watu wengine ambao wanaocheza ndani ya Young Africans. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nikisema nianze kumchambua mmoja mmoja, nitakuwa na wavunjia heshima sana wachezaji hawa. Pacome Zouzoua anajua ni kitu gani anachokifanya. Ukienda kumzungumzia mtu kama Stefano Aziz Ki, no doubt tayari ameshafanya makubwa ndani ya miaka miwili. Huu ni msimu wake wa 3 yuko ndani ya Young Africans. Lil Clatous Chota Chama ukienda kumzungumzia utakuwa unamvunjia heshima, kwa maana alishafanya makubwa na anazidi kufanya akiwa na Young Africans. Kwenye eneo la ushambuliaji naamini ya kwamba nikimzungumzia the first striker kwa upande wa Young Africans, nikiwa na maana ya Prince Mpumelelo Dube, tutakuwa tunamvunjia heshima brother, kwa sababu anajua kile anachotakiwa kukifanya ndani ya Young Africans. Although mimi naamini ya kwamba ni maelekezo tu madogo madogo ambayo kocha Maulid ambayo akiamua mwenyewe kuyafanya na kuwapa maelekezo vijana, kuna kitu ambacho atakachobidi kwenda kukifanya kwa wale vijana. So to me, to my own side, naziona 85% kwa upande wa Young Africans kuchukua alama dhidi ya klabu ya soka ya Fountain Gate. Lakini ukiachana na hapo, ukirejea huku kwa upande wa Fountain Gate, wanabidi na wenyewe pia wanabidi wasionyeshe unyonge, unajua yani kwenye football unapokwenda kucheza na timu pinzani haupaswi kwenda kuonesha kinyonge ya kwamba sisi tunajua tutafungwa tu. Nikwambie tu mpira siku zote wa miguu baba, hakuna unyonge. Mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Sisi tunachokitarajia kutoka kwa Young Africans ni kwenda kuonesha quality ya mpira wa mchezo ambao tumekwisha kuzoea. Although tunatarajia kwenda kuona surprise kadha wa kadha kutoka kwa Atola Kwasi yao. Kwa muda mrefu takriban miezi 2-3 amekuwa majeruhi na anarudi moja kwa moja anaenda kuapia kwenye kikosi. Kwangu mimi nina imani ya kwamba kuna kitu kikubwa atakachokwenda kukionyesha mtu kama Atola Kwasi yao. Lakini pia vile vile nikiwa ninaomba kutoka kwa Fountain Gate, na kaka yangu nilikuwa naye juzi, tulikuwa tunapiga story 2-3, kaka yangu Isambuzi, nenda kawaambie vijana kwamba tunahitaji kwenda kuona mpira ambao uko vizuri kweli kweli. Kaka Isambuzi, nenda kawaambie vijana wa Fountain Gate tunahitaji kwenda kuona ligi yenye thamani ya namba 6 kuwa bora barani Afrika. Kaka Isambuzi, nenda kawaambie vijana wa Fountain Gate ya kwamba tunataka kwenda kuona ushindani mkubwa kati ya Young Africans dhidi ya klabu ya soka ya Manyara. Ila nikukumbushe kaka Isambuzi, wakati uliporejea jijini Dar es Salaam juzi tukawa tunazungumza, uliniambia tunakwenda kuona surprise kubwa kutoka kwa Young Africans dhidi ya Fountain Gate pale mkoani, manyezi kubwa ambayo tunaenda kuitazama. Ila nenda kawaambie vijana ya kwamba Fountain Gate inahitaji alama 3 muhimu dhidi ya Young Africans. Waingie uwanjani kwa nia na madhumuni ya kwenda kupambana, twende tukauone mchezo uliokuwa mzuri na mchezo uliokuwa bora, na hatimaye mimi na kuombea brother wangu Isambuzi nione timu yako inakwenda kuchukua alama 3 dhidi ya Young Africans. Ila ni panapo majaliwa inshallah ndio tunaweza kuzungumza twende tukaione Young Africans ikifanya hivyo. Although natarajia kwenda kuiona 85% kwa quality nikichukua mmoja mmoja ya klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Fountain Gate. Brother Isambuzi, nisiwe mnafiki, Young Africans wana quality kubwa
dhidi ya klabu ya soka ya Fountain Gate, ila ni the way tu ambavyo wanabidi wa kwenda kutuprove Fountain Gate ya kwamba sisi we are the best more than Young Africans. Na hii the best inakwenda kufanyika ni kwa sababu wanakuja nyumbani kwako, wanakuja Manyara kaka, Babati. Kwa hiyo tunahitaji kwenda kuona competition ya hali ya juu kati ya Young Africans dhidi ya klabu ya soka ya Fountain Gate. Mpaka sasa hivi brother wangu Isambuzi, na imani ya kwamba uliniambia kwamba utakwenda kuonesha surprise kubwa kuelekea katika mchezo. Mimi nimeachukua hayo maneno kaka, Jumatatu si haba na wala si mbali, kikubwa tu ni kuomba majaliwa ya Mwenyezi Mungu, then tukashuhudie boli lilokuwa jema inshallah.